Usiku ulirudi tena juu ya kijiji cha mlimani, lakini haukuwa usiku wa kawaida. Kulikuwa na kitu kilichoning'inia hewani, kitu kisichoonekana lakini kinachohisiwa. Mbwa hawakubweka, ndege hawakuimba, hata upepo ulipita kwa heshima, kana kwamba unaogopa kugusa ardhi. Ndani ya nyumba yake, Laban alikuwa amekaa gizani. Hakuwasha taa, hakuwasha moto. Alikuwa ameketi sakafuni, mgongo wake ukiegemea ukuta wa udongo, macho yake yakiwa wazi lakini yakitazama mahali pasipo na kitu. Ndani yake kulikuwa na mwendo, sio wa mwili, wa damu. Alisikia mapigo yake yakipiga kwa nguvu isiyo ya kawaida. Lakini katikati ya mapigo hayo kulikuwa na sauti nyingine, sauti iliyovuma pole pole kama upepo ndani ya pango. Kunguka. Sauti hiyo haikutoka nje, ilikuwa ndani kabisa ya kichwa chake. Laban alifumba macho, lakini sauti haikuondoka. Umefungua mlango. Alishika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Hapana, alinong'ona kwa sauti ya chini. Lakini sauti ilicheka, sio kicheko cha furaha, kicheko cha kujua. Ndani ya kijiji, watu walianza kuota ndoto ile ile. Walijikuta wakisimama katika uwanja ule ule wa kijiji, usiku, chini ya mwezi mwekundu. Na katikati ya uwanja huo, alisimama mzee mrefu, mwembamba, akiwa amevaa vazi jeusi linalopepea bila upepo. Lakini kila walipomkaribia, uso wake haukuwa na macho. Kulikuwa na giza tu, na ndani ya giza hilo kulikuwa na mwanga mdogo mwekundu. Asubuhi ilipofika, watu hawakusema sana, lakini macho yao yaliongea. Walikuwa wameona kitu kile kile. Bibi ndiye aliyekuwa wa kwanza kuelewa. Alimwita Laban nyumbani kwake. Laban aliingia kimya, hakusalimia kama kawaida. Alisimama tu. Bibi alimwangalia kwa muda mrefu, na hapo akaona, sio kwa macho tu, kwa roho. Mwanga ule wa mbali mwekundu ulikuwa bado pale ndani ya weusi wa macho yake. Unaisikia, sivyo? Bibi aliuliza kwa sauti ya utulivu. Laban hakujibu mara moja, lakini macho yake yalitikisika kidogo. Inanizungumza nami, alisema polepole. Bibi hakushtuka. Aliinama kidogo, akachukua unga wa dawa na kuutawanya hewani. Moshi mwembamba ulipanda, lakini kabla haujafika juu, ulizunguka ghafla, kana kwamba umekutana na kizuizi kisichoonekana. Bibi alishtuka kidogo. Hii haikuwa laana ya kawaida. Hii haikuwa roho inayotaka kulipiza kisasi. Hii ilikuwa nguvu iliyopata mwili, na mwili huo ulikuwa wa Laban. Nje, mawingu yalianza kukusanyika. Bila radi, bila mvua, lakini anga lilikuwa zito. Ndani ya Laban, mapambano yalikuwa yanaendelea. Kulikuwa na sehemu yake iliyotaka kupinga, lakini kulikuwa na sehemu nyingine iliyohisi nguvu. Nguvu ya kusimamisha upepo, nguvu ya kugandisha muda, nguvu ya kusikia mawazo ya watu kabla hawajayatoa midomoni. Na nguvu hiyo ilikuwa inamwita. Si lazima uwe mtumwa, sauti ilinong'ona. Unaweza kuwa bwana. Moyo wa Laban ulipiga kwa kasi, na kwa sekunde chache alihisi kama anakubaliana nayo. Lakini mbali kidogo, ndani kabisa ya nafsi yake, kulikuwa na sauti ndogo, sauti ya Laban halisi. Na sauti hiyo haikuwa imekufa, bado ilikuwa inapigana. Na hapo ndipo hatari ilipoanza, kwa sababu mtu anayepigana na giza akiwa nusu yake tayari ni giza, anaweza kuteuka kuwa kitu kibaya zaidi kuliko giza lenyewe. Na usiku huo, kitu kilianza kuamka ndani yake. Siku 3 zilipita. Kijiji kilibadilika polepole. Maji ya kisima yalikuwa na ladha ya chuma. Ng'ombe walikataa kula. Watoto wadogo walikuwa wakichora mchoro ule ule ardhini, duara lenye mstari katikati. Hakuna aliyewafundisha, lakini walijua. Laban alianza kutembea peke yake usiku.
Miguu yake ilimpeleka kwenye uwanja wa kijiji bila yeye kupanga. Alisimama katikati, akiangalia anga, na ghafla upepo ulipuliza kuzunguka mwili wake tu. Miti pembeni haikutikisika, lakini mavazi yake yalipaa kidogo. Ardhi chini ya miguu yake ilipasuka nyufa ndogo. Ndani yake sauti iliongea tena, "Wanakuhofia tayari." Laban alikaza meno. "Sitakuwa chombo chako," alisema kwa sauti ya chini. Lakini sauti ilijibu kwa utulivu, "Sisi si wawili tena." Maneno hayo yalipenya ndani ya mfupa wake, na ghafla aliona maono. Alijiona akiwa juu ya kilima, kijiji kikiwa kimenyamaza chini yake, na watu wakimwangalia kwa hofu. Lakini hofu hiyo haikuwa ya kumkimbia, ilikuwa ya kumtii. Nguvu ilimiminika ndani ya mishipa yake kama moto baridi. Na hapo alielewa, kila nguvu ina bei, na bei hiyo haikuwa damu, haikuwa kifo, ilikuwa utambulisho. Polepole mipaka kati ya Laban na Kakoso ilikuwa inafifia, lakini bado kulikuwa na sehemu ndogo iliyopinga, sehemu iliyokumbuka sauti ya mama yake, sehemu iliyokumbuka kucheka na marafiki, sehemu iliyokumbuka kuwa binadamu. Na sehemu hiyo ndogo ilikuwa kama mwanga ndani ya pango, lakini giza lilikuwa linaongezeka. Usiku mmoja, radi ilipiga bila mvua. Watu walitoka nje na wakamuona Laban amesimama katikati ya uwanja, macho yake yakitoa mwanga hafifu mwekundu. Hakusema neno, lakini hewa ilitetemeka, na kila mtu aliyekuwa pale alihisi kitu kimoja. Hii haikuwa tena laana inayozunguka kijiji, ilikuwa nguvu iliyochagua makazi, na makazi hayo yalikuwa katikati yao. Lakini hawakujua kitu kimoja: ndani ya Laban vita halisi ilikuwa inaanza sasa, kwa sababu Kakoso hakutaka kushirikiana, alitaka kutawala, na Laban hakutaka kupotea. Na wakati nguvu mbili zinapogongana ndani ya mwili mmoja, ulimwengu unaozunguka mwili huo unatetemeka, na kijiji cha mlimani kilikuwa karibu kujifunza maana halisi ya bei ya nguvu. Na mbali, ndani ya kivuli cha miti mikavu, kivuli kirefu kilitabasamu, kwa sababu muungano ulikuwa umekomaa, lakini utawala bado haujaamuliwa. Na mtizi, mwisho wa sehemu ya pili.